Wadau kutoka sekta mbalimbali wamehimizwa kutoa maoni yao katika mchakato wa kukamilisha sheria ya ardhi Zanzibar, hatua inayolenga kuhakikisha sheria hiyo inazingatia maslahi ya wadau wote na kuendana na mazingira halisi ya utekelezaji wake. Akizungumza katika semina ya uwasilishaji na ukusanyaji wa maoni ya wadau kuhusu ripoti ya uanzishwaji wa sheria ya sekta ya ardhi Zanzibar iliyofanyika katika ukumbi wa ZSSF Kariakoo, mkoa Mjini Magharibi, mkurugenzi wa idara ya maendeleo na makazi ndugu Hannat Bakari Hamad amesema tayari wizara na taasisi mbalimbali zimewasilisha taarifa ya mapendekezo yao, huku wadau wakipewa nafasi ya kutoa maoni na michango itakayosaidia kuboresha sheria hiyo kabla ya kukamilishwa. Tupo hapa leo, tumewaita wadau kutoka sekta mbalimbali ili kuja kuchukua maoni yao katika kutayarisha sheria ya sekta milki. Lengo la utayarishaji wa sekta hii ni kuonekana kwamba sekta milki ambayo ni sekta inayohusiana na mambo ya ardhi na mwendelezo wake imevamiwa kwa kiasi kikubwa. Wizara kama ndio wadau wahusika wakubwa wa ardhi, tumeamua kutayarisha sheria hii ili kuweza kupinga vikwazo vyote ambavyo vitatokea. Kwa ufupi tu, sheria hii itakuwa na faida sana kwa wananchi na kwa serikali. Kwa upande wa wananchi itakuja kulinda haki na pia watapata kujua wajibu wao. Sasa hivi madalali ni wengi, wanaivamia hii sekta, wanaiathiri kama alivyosema mwasilishaji. Lakini kwa upande wa serikali pia tutakuja maintain ile ardhi yetu tuliyokuwa nayo. Tutaweza kupunguza migogoro, lakini pia tutaweza kupitia sheria hii kukabiliana na suala zima la utakatishaji wa fedha haramu. Tunaiona sekta milki imekuwa, wawekezaji ni wengi, wengine hatujui sosi yao ya fedha. Kwa hiyo kama ni wizara tulio na jukumu hilo, tunataka tuifanye hii sekta iweko vizuri ili kuweza kupiga vita huo utakatishaji wa fedha haramu kupitia sekta yetu ya ardhi. Kuhusiana na suala la masheha, Wizara ya Ardhi kupitia na Wizara ya Tawala za Mikoa na vikosi vya SMZ, vikosi maalum, kuna mkakati maalum ambao umewekwa, kuna timu ambayo umeumla mawaziri hao, si msemaji sana leo wa hayo, lakini wamekuja kuhusiana na suala zima la kuwaelekeza masheha ama kuwafahamisha masheha mipaka yao ni ipi. Issue in dispute inakuja kwenye mipaka. Ukisha kujua mipaka yako, hata kama ni sheha, hata kama ni nani, utakuwa huwezi kwenda kinyume na yale mamlaka. Kwa upande wake, Ali Hassan ambaye ni mstaafu wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar amesema taasisi husika zinapaswa kupewa jukumu la kuelimisha jamii kuhusu masuala ya ardhi ili kusaidia wananchi kuelewa vyema sheria hiyo na kupunguza migogoro inayohusiana na ardhi. Sheria zetu za ardhi ziko vizuri sana. Ukisoma sheria ya umiliki ardhi Land Tenure Act namba 12 ya mwaka 92 inaeleza utaratibu gani wa mtu kupata ardhi na utaratibu gani wa kukatisha au kuterminate haki ya matumizi ya ardhi. Sasa hapo ndio ambapo tunatofautiana. Kwenye kuterminate au kukatisha haki ya matumizi ya ardhi, sheria imesema utaratibu nzima wa kukatisha haki ya matumizi ya ardhi ni pale ambapo inahitajika kwa maslahi ya taifa. Na sharti la sheria ni kwamba mwenye haki ya matumizi ya ardhi alipwe fidia kabla ya ardhi yake ile kuchukuliwa. Sasa hilo ndilo ambalo linakosekana. Unakuta kwamba ardhi inachukuliwa, mradi unafanywa, mwenyewe hana taarifa yoyote, na hapo ndio unapoleta mgogoro. Lakini kama mwenyewe ameelimishwa vizuri, wala hakui na mgogoro. Na ningeshauri kwamba tunapoanzisha hii miradi tuwe tunawashirikisha wale wadau ambao hasa wamiliki wa eneo lile kuweza kutatua migogoro ya ardhi. Vinginevyo tutazidi kuleta migogoro ya ardhi, kwa sababu hakuna mtu ambaye utamchukulia ardhi yake uichukue bure bila kumlipa fidia akatulia tu. Lazima migogoro itakuwepo. Kwa hiyo ninachoshauri ni kwamba taasisi za serikali zinazohusika na sisi wasimamizi wa sheria tuhakikishe kwamba katika kuchukua ardhi au haki ya matumizi ya ardhi ya mtu yoyote tunaufuata utaratibu ulioelezwa na sheria. Nao wadau walioshiriki katika semina hiyo wameipongeza Wizara ya Ardhi kwa kushirikisha katika mkutano huo na kueleza matumaini yao, huku wakitoa maoni ya mapendekezo waliyoyatoa yanafanywa kazi kwa manufaa ya jamii na maendeleo ya sekta ya ardhi Zanzibar. Tuna maeneo ambayo haya ni ya ranch, kwa mfano kama yale yaliyoko Hanyego Mchana. Kuna tukizingatia kwa mfano ile eneo la Tunguu palipojengwa ilipo Suza, yale maeneo yalikuwa ni maeneo ya ranchi kwa ajili ya mifugo, nayo yamebadilishiwa nini matumizi yake.
Kwa hiyo sasa nayo wakati tunatengeneza hili kulingana na ile utangulizi ambao tuliopata mwanzo, basi changamoto hii nayo ilitukuta. Kwa hiyo naomba nalo tusije tukaje tukayasahau, ili tuweze kuyaweka kutizama kwamba maeneo yanayohusiana na sekta ya kilimo ni vipi nayo tunayaingiza huko, kwa sababu nimeona tumeingiza maeneo ya majumba mengi tu, lakini tukasahau kwamba tuna maeneo ya kilimo ambayo ndiyo saizi yanayovamiwa sana kwa residential pamoja na investments nyingine. Zanzibar tuna sheria nyingi za ardhi. Hapa nimeziona chache tu. Kwa mfano sisi hasa Kamisheni ya Ardhi tuna sheria hazipungui 10 zote zinahusiana na masuala ya ardhi, lakini hapa nimeziona ziko chache. Ni vyema mkaziangalia zote ili kuja kuondosha ule mgongano wa hizi sheria, na vile vile na kanuni, na kuna kanuni pia zinaleta kidogo itilafu. Kwa mfano mzoefu mkubwa sisi tunaweza katoa kwenye sheria yetu ya Kamisheni ya Ardhi, uholishaji unatakiwa ufanywe kwa mujibu wa sheria ya Kamisheni ya Ardhi, na tozo zote zimetajwa kwa Kamisheni ya Ardhi, lakini kuna taasisi nyingine ya serikali hii wanatoza masuala ya uholishaji kupitia kanuni, na kote huko wa mwananchi mmoja anakuwa anatoza. Sasa swala kama hili naomba sana mliangalie, na hasa kwa upande wa kwa mwanasheria mkuu, wao ndio wanaopitisha hizi sheria. Sasa uzuri waweze kuangalia zile rekodi zao, waweze kurudia kwamba je, hii sheria haiwezi kugongana na sheria ambazo nyingine zilikuwa zishapita. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Zwankasi.